Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika historia ya maisha ya watakatifu. Leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi Aprili, Mama Kanisa anamkumbuka Mtakatifu Yosefu Kotolengo, padre na mwanzilishi wa shirika. Yosefu Kotolengo alizaliwa tarehe 3 mwezi Mei mwaka 1786 huko Bra nchini Italia, akiwa mzaliwa wa kwanza kati ya watoto 12 ambao 6 kati yao walifariki wangali bado wadogo. Alisoma katika seminari ya siri huko Bra kwa sababu ya vita vilivyotokana na mapinduzi ya Ufaransa na sera za Napoleoni. Alipata daraja ya upadre mwaka 1811. Baada ya kufanya kazi kwa muda, alipata mahangaiko moyoni, hasa alipokuwa amesoma katika Biblia kuhusu mwito wa Yesu. Nenda ukauze kila ulicho nacho, ukawagawie maskini, kisha njoo unifuate. Hapo alitoa vitu vyake kwa nyumba ya watawa wa Mtakatifu Dominiko na Wakapuchini. Kwa msaada wa Mungu na baadhi ya madaktari, alianzisha hospitali ya kuwahudumia wagonjwa maskini na walemavu wasio na msaada. Kisha alianzisha shirika la mapadre, mabruda na masista wa Kotolengo. Alifariki tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 1842 huko Torino nchini Italia, na akatangazwa mtakatifu mwaka 1934 na Papa Pio wa 11. Mwaka 2005 Papa Benedikto wa 16 alimtaja katika orodha ya watakatifu wa kazi za huruma. Na pia Yosefu Kotolengo alijulikana kama baba wa maskini. Ndugu zangu, tumeona historia ya maisha ya mtakatifu wa leo, Mtakatifu Yosefu Kotolengo, ambaye yeye alijikita sana katika kuwahudumia watu maskini, wagonjwa, walemavu na hasa wale waliotengwa. Hata kanisa likampa heshima ya mtakatifu wa mambo ya huruma. Kuwahudumia au kuwapenda au kuwasaidia wale wasiokuwa nacho haina maana kwamba tunavyofanya hivyo sisi tunakuwa na wingi wa hivyo vitu ambavyo tunakuwa hatuvihitaji ndio maana tunawapa wale. Bali kuwahudumia wale ni kuwajali na wao wajihisi kama wanaishi katika jamii inayowathamini. Kwa hiyo kutokana na hivyo, Mtakatifu Yosefu Kotolengo aliliona hilo, akaona hata kuuza na kugawa mali zake ili akawasaidie watu hao. Akajenga hospitali ili kuweza kuwasaidia wagonjwa maskini ambao hata wakati mwingine hawana fedha ya matibabu. Akawasaidia walemavu ambao wanahitaji msaada wetu wa kila siku. Ndugu zangu, hata katika maisha yetu hawa watu wenye uhitaji wanatuzunguka kila siku, na Yesu mwenyewe anatusisitiza kwamba tunavyowatendea hawa wadogo tujue kwamba tunamtendea yeye. Laiti tungalijua kwamba huo msaada tunaowapa hao hatuwapi hao bali tunamsaidia Kristo, tungeweza kuwasaidia zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaomba na ninawahimiza tujifunze kwa huyu mtakatifu wa leo, Mtakatifu Yosefu Kotolengo, moyo wa huruma wa kuwasaidia ndugu zetu na hasa wale walioko kwenye shida na mahangaiko. Mtakatifu Yosefu Kotolengo, padre na mwanzilishi wa shirika, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo.